Ujambo na karibu ni Matiang'i au Sifuna. Seneta wa Kisii Richard Onyonka amemtangaza seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwa chaguo lake la urais mnamo mwaka wa 2027, akionekana kuachana na msimamo wake wa awali wa kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i. Akihutubia mkutano wa Linda Mwananchi mjini Mwatate, Onyonka alimtambulisha Sifuna kama kaka yangu mdogo, kiongozi wangu na rais wangu ajaye. Hatua hiyo imewashangaza wengi, ikizingatiwa kuwa Onyonka alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa wakipigania debe azma ya Matiang'i kuwania urais, akisisitiza kuwa jamii ya Gusii ilikuwa imefika wakati wa kutoa rais. Sasa kuunga mkono kwa Onyonka kunazua maswali kuhusu mustakabali wa uungwaji mkono wa Matiang'i na kunampa Sifuna nguvu mpya katika harakati zake za kisiasa kuendelea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kumbuka ya kwamba kuna watu wengi ambao wanamsukuma Edwin Sifuna kuwa rais, lakini kuna wengi pia wanasema ya kwamba iwapo Edwin Sifuna hatawania kiti cha urais na itokee bahati mbaya ya kwamba akafeli ama akashindwa, basi siasa yake itakuwa imedidimia. Kuna wale ambao pia wanamshauri na kumwambia kwamba bado asalie kwenye nafasi yake ile ile, ama akienda sana awanie kiti cha ugavana ila si urais. Inasemekana ya kwamba itakuwa ni mtego, na iwapo atafeli kwenye kiti cha urais namna ambavyo inasemekana, basi huenda siasa yake ikadidimia na akaonekana kama mtu asiyekuwa na nguvu. Ila wengi wanasema ya kwamba Fred Matiang'i ndiyo chaguo la pekee ambaye anaweza kukabana koo na rais William Ruto mnamo mwaka wa 2027, uchaguzi ambao tunausubiria kwa hamu na ghamu. Lakini kwa leo tumeona kwamba Onyonka Richard ametoa msimamo wake, msimamo ambao umezua mjadala mkubwa sana katika ulingo wa siasa, na watu wengi wameanza kuona kwamba ameanza kwenda kinyume na